اهلا. لا 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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tarehe 7 Ijumaa na tuko Mwachalafu hapa. Sijui naitemka ndivyo Mwachalafu, na tuko hapa kwa minajili ya zoezi lile la kusambaza maji, na alhamdulillah naona katoni 30 hizo za shukisho hapa. Mwenyezi Mungu awabariki maahawatu wetu wa kutoka Dubai. Nadhani na hapa niko na MCA wa area hii, labda una lolote la kuzungumza? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kubwa zaidi alhamdulillah rabbil alamin. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, na vile vile tuwashukuru ndugu zetu waliojitolea kupitia ndugu yetu Abu Shuraim kuleta sadaka hii ya maji. Kwa nini sadaka bora katika sadaka baada ya tende? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisisitiza baada ya tende watu wafungue muadhini na maji, bali na kitu chochote kile, kwa sababu maji katika mwili wa mwanadamu kwanza ni afya yake, na pili ni uzima, kwa sababu maji ndio jambo ambalo mwanadamu hata wakati wa mwisho ataliitisha. Na ni sadaka kubwa sana, kwa sababu tunaona maswahaba mengi waliokuwa katika vita vya jihadi walifaulu kwa kutokunwa maji tu, kwa ile chembe ya maji alivyompatia mwenzie kuinywa na mwenzie kuinywa. Wengine huyo akiambiwa kunywa mwambie mpe huyo, huenda akanzidiwa zaidi yangu, huyo naye mpe huyo, huenda akanzidiwa zaidi yangu, mpaka ikafikia mwisho ikawa sababu yao ya wao kuingia katika pepo. Kwa hivyo sisi tunasema kama jamii ya Likoni, maeneo haya yetu, tunaombea Mwenyezi Mungu wale waliotoa sadaka hii iwe ni moja katika sababu zao za kuwafanyisha wafike katika Jannati Firdausi pamoja na Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi pia tulioko, Mwenyezi Mungu awalinde wazazi wetu, awape afya, awape uzima, atupe mapenzi katika jamii zetu, na wazazi wetu waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, tunamuomba Mwenyezi Mungu awajalie katika khairi yao, mema yao, na wape watangulize katika mashimo mema ya peponi ya Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hatuna mengi ya kusema isipokuwa kurudisha shukurani zaidi na zaidi kwa wale madada zetu na mandugu zetu ambao wamejitolea kutoa sadaka hii ya maji wote katika dunia hii, na especially Mwenyezi Mungu ampe nguvu ndugu yetu Abu Shuraim na ndugu yetu John Bega. Mwenyezi Mungu awape nguvu sana, na sisi pia kama watu walikoni twasema shukran sana zaidi ya sana. Shukran. Ni ghazwat Yarmouk hizo. Ni ghazwat Yarmouk hizo. Sahaba mmoja yataka kata roho, asikia kiu, kuonesha kuwa maji ni muhimu sana. Basi jamaa kufika na maji pale, akamsikia mwingine naye yuaita ataka maji, naye yuko katika sakaratul maut, akasema mpeleke hii, kuonesha namna gani masahaba walivyokuwa wakipendana na watu wema waliotangulia. Kufika kule wa pili, amsikia watatu naye aitisha maji. Yule jamaa kufika kwa watatu kumpelekea maji akashafariki, akija kwa wapili shafariki, na watatu ashafariki na wote. Kwa hivyo hapa tupata funzo la watu kwa kitu kimoja na kupendana. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa tumelazimishwa kwenda kumuona mzee hapa ndani, ni mgonjwa, na yeye ndio muasisi wa huu msikiti Masjid Tawfiq. Kwa hivyo tunaingia kwenda kumtizama na kumtilia dua, na hii ni katika miongoni mwa haki za Muislamu kwa Muislamu wenzake, iyadatul marid, kumwangalia mgonjwa. Na huu ni mgonjwa wa kawaida. Kaifi kwa mgonjwa mwenyewe ndio sababu ya kupatikana jengo la msikiti kama huu, basi bila shaka huwa ni bora zaidi tulitekeleza hili. طلع البدر طلع البدر maana kama tokezo mazuri sana. Asante. ما شاء الله nzuri, alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu
bwana kila kukicha. Twamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye aliye na mambo yote ambaye anatujalia sisi kutupa. Asante. Wanangu, wajukuu zangu ambao wanipotea leo, alhamdulillah, mashaallah. Mungu akuzidishie. Ni muasisi wa huu msikiti. Kwa muda wa siku ngapi kwa hawahi kwenda msikitini? Ni muda kama miaka miaka Kutembea kuanzia hawezi tena kufika msikitini. miaka karibu 10 sasa. Kabisa. Karibu miaka 10 sasa niko hapa ndani. Kwa kazi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mimi nazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manake kazi zote azifanyayo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hali yoyote iliyo mpaka kufikia leo. Wajukuu zangu wanifuata hapa, wanitafuta huko niliko mpaka wankuja niona hapa nilipo. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana, wewe ndio kupedua na singi. Wewe ndio kupedua, maana wewe ni mgonjwa, dua yako yakubaliwa. Na umuombe sana Abu Shuraim. Abu Shuraim muombe sana Mungu. Inshallah. Sababu anatufanyia mengi, anatuletea visima, ndiye analetea pia haya maji ambayo leo tumeyaleta tuwafungulia. Kwa hiyo tupe dua. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تخرجنا من دائرة العطاف وآمنا من كل ما نخاف. نسألك وقاية اللطف في القضاء والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا. فأفنا بلطفك فيما نزل وجعلنا في حرز من التحسن بك يا أول. اللهم من ألقى خلقه في بحر قضائه وحكمنا عليهم بحكم قهره وبلائه، اجعلنا مما حمل في السفينة والنجاة ووقي من جميع الآفات طول الحياة. اللهم الطب بنا فيما جرت به المقادر وهون علينا كل عسير، وهون علينا كل عسير، وهون علينا كل عسير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الإله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم. Alhamdulillah. Babu hii nayo tafutua. Hivi ndivyo tulivyoambiwa, man shabba ala shay'in shaba alayhi. Yeyote ambaye atainukia juu ya kitu, kila siku tutasema hivyo, basi utazeekea nacho. Umeinukia juu ya maasiya, basi utazeekea kwenye maasiya. Umeinukia kwenye mambo ya khairi, basi wewe utazeekea kwenye mambo ya khairi, hata kama utakuwa huwezi kwenda kuyaendeleza mambo ya khairi hapa hapa uliko, moyo wako utakuwa umefungamana na mambo ya khairi. Sasa ndo mzee wetu mpaka dakika hii lugha yake ni lugha ya msikitini. Maneno ni haya, maneno ni ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ameinukia nayo haya, na ndiyo atakayo kuzeekea nayo. Kwa hivyo ni funzo tutukueni. Huwezi kuwa hivi. Sasa yeye aingie msikitini asiingie, bado moyo wake umefungamana na msikiti. Bado hamu yake ni kumeswaliwa, tarawih imeswaliwa. Ushaona? Kwa hivyo najua ni hivyo hivyo, kwa sababu kisha kuwa amenukia katika mambo haya. Basi sasa ni funzo kubwa, vijana tuenukieni kwenye mambo ya khairi. Lakini ukisema nikiwa mzee ndo nitafanya mambo ya khairi, urongo. Inakuwa ngumu, ni bahati mbaya. Sasa leo hata tukiingia kwa tamani, inshallah tukija tutakupitia. Mheshimiwa fanya arrangement hizi siku paka. Abu Shuraim nakumbuka Manwari. Kuja tena huko. Kesho tunaendelea kwa moja. Kama kuna tende moja, inshallah atapata. Sawa. Sasa mjomba, mimi siwache nikimbie. Nitakupitia. Kazini bado. Kazini nitakupitia. Inshallah. Sawa baba. Min alfaizi. Sawa baba. Inshallah. Salama inshallah. Alayka salam. Inshallah tutaonana inshallah kesho. Inshallah. Kesho tutaonana inshallah. Kesho inshallah. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.